Familia moja katika kaunti ya Vihiga, eneo bunge la Sabatia, imeendelea kuishi na majonzi makubwa baada ya kuzuiliwa kumzika baba yao tangu mwezi Septemba mwaka jana. Ni uchungu sana kwa sababu tuko kwa boma, watu wanapita wanaongea. Maneno mengi tunaongelewa, hata kuna wenye wanaongea vibaya, lakini ni uchungu sana. Kwanza kifika kwa mama mzazi amebaguliwa. Mamangu hawezi enda mahali, ako tu kwa boma. Sasa ni miezi 6 sasa. Ako tu kwa boma, hawezi enda kwa boma ya mtu, hawezi enda kanisa, hawezi fanya chochote. Kifo cha Francis Muhonga kimebakia donda ndugu nyoyoni mwa wenye familia hii. Wangu alikufa mwaka jana mwezi wa 9 tarehe 15. Sasa yeye ako mochari. Rose Mboga ni mjane aliyeachwa. Panga ulwanga kuibe nyasaye wangenzi zuliza. Yeye hushinda chini ya mti huu akikumbuka miaka 41 aliyoishi na mumewe katika sehemu hii. Yeye alizaliwa hapa. Hii watoto wote mimi nilizaa hapa wote. Nilikuwa nazaa watoto 8, wamekufa 3, na wote ni wasichana. Kwa maana wanafukuzanga mimi kwa maana sina kijana. Sasa mimi nashangaa sana. Familia hii imetengwa na jamii kulingana na mila na itikadi za Kimaragoli. Sisi kama familia ya marehemu hatuwezi ingia kwa maboma za watu saizi. Hatuwezi ingia kwa maboma za watu, hata mazishi ikiwa kwa mtaa hivi hatuwezi enda. Kwa sababu bado tuko na mufu kule mochari. So tukienda pale kwa mila za Waluya, za Maragoli, Waluya wanasema tumeenda kuharibu watoto, tumeenda kuharibu boma, tumepeleka visirani. Tumesononeka vya kutosha. Tumebaguliwa kama watoto wasichana. Ni kama tumeona hatuna haki. Tumedharauliwa sana. Naomba tu serikali tusaidie. Tupate haki ili tuzike baba yetu aweze kupumzika. Hatuna amani, hata kazi wengine wetu tuliacha kazi, tukienda kule hauna amani, huwezi fanya kazi. So inabidi tu tumerudi hapa nyumbani, tunakaa hapa. Hatuna uwezo, tuliuza kila kitu, hadi ng'ombe tuliuza sababu ya hii maneno, lakini venye inaenda ni kama hatuna justice. Hatupati justice kabisa. So tunaomba tu serikali kama inaona mwenye anatazama hii aweze kuingilia katikati. Tuweze kupata haki pia sisi. Tupumzishe baba yetu na tuendelee na shughuli zetu za kawaida. Wengine wakipoteza kazi na kuuza mali ili kukimu gharama za matanga ya baba yao. Tumeuza hata ng'ombe, tumeuza ng'ombe mingi. Tumeuza kuku, chakula hata imeenda mingi. Tumegomboa viti za watu. Tuko na madeni mingi tangu wakati baba akufe. Mambo imesimama, kazi ziliisha kwa sababu hatungeweza kuendelea na kazi na baba yangu bado hako mochari. Mila na tamaduni zimezuia wasichana wa boma hili kurudi katika ndoa zao. Hakuna ruhusa wao kuondoka hapa waende pahali walikooleka kabla hawajamaliza mazishi ya baba yao. Wamefungwa. Hawezi fanya chochote, hawezi enda kanisani kwa sababu ya hiyo mwili kwa mochari. Na mimi nasema ya kwamba kama Mungu anasikia, afungue njia. Afungue njia kwa sababu hawa anti zangu wenye baba yao amekufa, hawa anti zangu wamesumbukana. Sasa mochari walikuwa wamelipa mochari pesa zote. Sasa hii tangu kijana yetu akae mochari, sasa gharama inaendelea tu kuongezeka, wanaendelea tu kulipa, wanaendelea kuzunguka kwa barabarani, ni pesa. Hatungeruhusu wao waende makwao kabla hatujamaliza mazishi ya baba yao. Lazima tumalize kila kitu ndiposa tuwaage kwa njia ya heshima warudi makwao. Chimbuko la haya ni mzozo wa shamba ambalo mwenda zake alipewa na babake. Nikaoleka hapa 1975. Na hawa wazazi walikuwa wananipenda sana.
Sasa huyu mzee wa Phineas ndio aliniwekea hii nyumba, aniweka kijiti, anasema mimi nikae hapa na hao wengine wawili waende huko chini na mmoja aende huko juu. Hii shamba kijana ule mkubwa na kijana bwanangu walipatiwa huko chini, watu wawili. Ne huyu kijana akapatiwa hapa. Ne kijana watatu akapatiwa Tigoi huko juu. Sasa mzee alipokuwa hai alichengea huyu hapa. Ne huyu kijana kutoka alizaliwa hapa. Ameletea hapa bibi yake, ameoa bibi yake, wamekaa hapa. Siku ya kuzika baba tulikuwa tumejiandaa kumzika, tumenunua mpaka sanduku, mpaka kila kitu, tumelipa bili ya mochari ya hiyo wiki mbili. Na ikawa siku ya kwenda kutoa tunaletewa court order ya kwamba marehemu astahili kuzikwa kwa hii boma. Wale ambao wamezuia mwili wa babangu kuzikwa, title deed yenye iko si title deed ya halali, kwa sababu hiyo title deed wakati walifanya succession hakukuwa na haki hata kidogo, kwa sababu wazazi wangu walikuwa wangali hai, hawakuhusishwa. Wazazi hao wakati walikufa wangezikwa kwa hii plot. Kwa nini hawakuzikwa hapa? Wote walizikwa kwa plot yao. Baba amezikwa huko, kijana yao mkubwa amekufa akazikwa kwa hiyo plot yao, mpaka hata mjukuu. Mzee anakaa kwa mochari kwa nini na ako na makao makuu yake? Sasa hapo ndipo community haina maneno. Community haina maneno. Ukweli tu ni jinsi vile mzee mwenyewe aliweka pets pahali ambapo watoto yake 4 wajenge. Tangu last year mwezi wa 9 tumekuwa tukienda kotini, tunasongeshwa mwezi moja, miezi miwili. Mara ya mwisho tulienda Disemba mwezi tarehe 17, tukapewa miezi 2. Turudi February mwezi tarehe 11. Kurudi February bado tukasongeshwa, tukapewa 2 weeks, turudi mwezi tarehe 27 hiyo February. Venye tumeenda tena hiyo February, tena bado tumepewa miezi 2, tumeambiwa turudi April 28. Ni simulizi ya majonzi ikionyesha jinsi mgogoro wa ardhi na tafsiri za kitamaduni zinavyoweza kuathiri utu na heshima ya binadamu. Familia hii sasa inasubiri haki na suluhu, hatimaye wamzike mpendwa wao. Serikali, munisaidie. Sasa hii muda yote mzee amemaliza kwa mochari. Nitasaidika namna gani? Hiyo mochari nitalipa namna gani? Nyinyi nataka munisaidie. Amekaa huko sana. Kutoka kaunti ya Vihiga, jina langu ni Herbert Mbai.